wa Mubisha TV pamoja na mambo mengine, tunapata fursa ya kuzungumza na mwanasheria wa CSP ambaye pamoja na mwingine pia tunajua kwamba iko changamoto kubwa hasa kwa watoto wadogo ambao sasa wamekuwa wakifanywa ukatili. Serikali ipo, mashirika yasiyokuwa serikali yapo na wadau wengine kusaidia mtoto asifanyiwe vitendo vya ukatili, lakini bado ukatili unaendelea. Tunawaambia ikiwa leo ni siku ya mtoto wa Afrika, nini ambacho sasa kinaendelea kwa wadau hao wanaendelea? Na hali ikoje sasa kwa huyu mtoto wa Afrika? Naam, sisi kama shirika la Civic Social Protection Foundation kwa sasa hivi kwa kweli bado kuna madhila mengi ambayo watoto wanaendelea kukutana nayo kwenye jamii zetu, hususan katika utekelezaji wa shughuli za kawaida za kwao kama watoto. Mbali na kwamba kweli kuna sheria ile ya mtoto, sheria ya mtoto ambayo inahusika kwa ajili ya ulinzi wa mtoto, lakini bado tumeshuhudia pia kwamba ndani ya jamii zetu bado watoto wanakumbana na madhila mengi sana ambayo yanakwenda sasa kukiuka zile haki zao moja kwa moja za watoto. Tumekuwa tukisikia kwamba watoto wengi bado wanakatiliwa kwa maana ya kubakwa, wengine wananyimwa hata na fursa zile za kusoma, wakati mwingine wanaingia kwenye ukatili wa zile ndoa za mapema, zile ndoa za mapema, lakini pia mimba akiwa bado ni wanafunzi, lakini pia bado wananyimwa wakati mwingine hata zile haki za mirathi. Kwa nini? Kwa sababu tu wao wanaonekana kwamba ni watoto. Kumbe pamoja na kwamba ni watoto, lakini bado ni taifa la kesho. Maana yangu ni kwamba sisi kama shirika la Civic Social Protection Foundation, pamoja na elimu kubwa ambayo tunaitoa, lakini pia tunafanya utafiti wa kina, na tumegundua kwamba bado kuna haja kubwa sana ya kuendelea kuzungumza na wanajamii ili kuweza kutambua haki za watoto. Ndio maana pia tunatumia siku hii ya mtoto wa Afrika kama sehemu moja hapo sasa kuzihamasisha jamii zetu ziweze kuondokana na vitendo vyote vya ukatili dhidi ya watoto. Lakini pamoja na jitihada hizo ambazo unazitaja, swala la elimu limekuwa kama endelevu, lakini bado kasi hasa kwa mkoa wa Manyara inaendelea kuwa juu. Mkoa wa Manyara kama si wa pili, basi ni mkoa wa kwanza kwa vitendo vya ukatili. Shida iko wapi kwa jamii hii? Changamoto kubwa sana kwa jamii yetu hii, hususan mkoa wa Manyara, ni uelewa ambao bado uko chini, na hii imetokana na mfumo dume ulioko ndani ya jamii zetu. Maana ukiangalia pia aina ya jamii nyingi ni jamii zile za kifugaji za ndani ya mkoa wetu wa Manyara, na kwa mantiki hiyo watoto wengi wanajikuta labda wanaangukia zaidi kwenda kufanyishwa zile shughuli za kiuchumi za maeneo yale pale, labda shughuli za mifugo na shughuli zingine zinazofanana na hizo kulingana na aina ya jamii za mkoa huo hapo. Kwa hiyo changamoto kubwa sana ni uelewa zaidi wa elimu, kwamba bado elimu haijambadilisha huyu mwananchi wa ndani ya mkoa na mikoa mingine yote, ili kuweza kuachana na mila potofu au pengine na mtazamo duni ambao unalenga ambao pengine unapelekea kumnyanyasa huyu mtoto. Mmejipanga vipi mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, kwa sababu tayari umeshakiri kwamba elimu bado haijaweza kumkuta? Sisi CSP kama moja ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali tumeendelea kwa kweli kujipanga kuanzia siku ya leo tunapoadhimisha siku hii, kuendelea kutoa elimu ya hamasa zaidi kwa rika zote, kwa maana ya watu wazima, kwa maana ya watu wazima wanawake pamoja na wanaume vile vile, lakini zaidi sana kwa watoto wao. Tutapita pia maeneo mengi ya mikusanyiko hususan shuleni. Kwa shule zikishafunguliwa tutaanza na kampeni hizi kwa ajili ya kuweza kuhamasisha na kuwakumbusha watoto juu ya namna ya wao kuweza kuchukua hatua pale wanapohisi kwamba kuna haki zao zinapotaka labda kukiukwa, lakini pia kuzungumza pia na wanajamii wenyewe, kwa maana sasa watu wazima kwenye maeneo mbalimbali, tukihusisha pia wazee wa mila, wale viongozi wetu wa dini ambao wale kimsingi wana ushawishi mkubwa sana kwa wananchi ama kwa zile jamii wanazozisimamia wao. Hao tukiongoza na hao tukiwaelimisha pamoja na kuelimisha na watoto, tunaamini kwamba mwakani muda kama huu inawezekana hii hali ikawa imepungua kwa kiasi kubwa. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante.